Karibu katika simulizi ya Mheshimiwa Gloriana ambaye ni mkuu wa wilaya ya Monduli. Tangu kuapishwa kwake, kuingia kwake kazini, ni wapi alipotoka kabla ya kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli Arusha. Leo tutaenda kuangazia simulizi makini ya mtu mashuhuri ambaye ameipambania siasa, hatimaye siasa haikumtupa mkono na yenyewe ikampambania. Amepata nafasi kubwa kama wadhifa huu ambao ameweza kupata Mheshimiwa Gloriana. Umeweza kumpa jina kubwa sana hasa katika mikoa ya watu huku kusini. Watu wengi wamekuwa wakimfurahia na hii ni kutokana na uchapakazi wake huko Monduli Arusha. Ni mangapi aliyofanya mpaka yakamfanya kasifika katika mikoa ya kusini wakati kazi yake ni chapa kaskazini. Nitaenda kufupitisha katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho simulizi ya hadithi yake tangu uwepo wake duniani na hivi sasa. Mimi hii ni Usiku TV. Mheshimiwa Gloriana, simulizi yake hadithi ni hadithi ya uongozi ambao mara nyingi haianzi kwenye tarehe ya kuzaliwa, bali huanza pale anapokubali dhamana nzito ya kulitumikia na kuwatumikia watu wengi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa simulizi ya Mheshimiwa Gloriana, mwanamke aliyechukua jukumu la kusimamia wilaya ya Monduli, ardhi yenye historia ndefu, mila thabiti na sauti za jamii zinazohitaji kusikilizwa kwa makini. Maisha yake ya awali, kuzaliwa, kukua, safari yake elimu haijasimuliwa hadharani kwa upana kupitia vyanzo mbalimbali vya umma. Hivyo tumeshindwa kupata tarehe kamili na ni wapi alipokulia, ni wapi alipozaliwa. Lakini hiyo yote imetufanya tusishindwe kusimulia hadithi hii tamu ya Mheshimiwa Gloriana. Lakini kama ilivyo kwa viongozi waliopita na kupita mafunzo ya utumishi wa umma, misingi ya nidhamu, elimu, maadili ya kazi hujitokeza wazi katika namna anavyosimamia majukumu yake kila siku. Kila kauli, kila uamuzi huonesha alikulia kwenye maadili ya uwajibikaji na kuheshimu utu wa wananchi. Kuingia kwenye dhamana, alipoingia Monduli kama mkuu wa wilaya, hakukutana na ardhi tupu. Alikutana na wilaya yenye sauti nyingi, wafugaji, wakulima, vijana, wazee, hifadhi za taifa na masuala ya vyeti ya ardhi. Hapa ndipo uongozi wa maandishi hukutana na uongozi wa vitendo. Katika mikutano yake ya kwanza, ujumbe wake ulikuwa mmoja: serikali ipo kusikiliza. Hakukuwa na maneno ya jazba, bali msisitizo, mazungumzo na amani. Ilikuwa wazi kuwa kwake mamlaka hayakuwa fimbo, bali daraja. Amani ni msingi wa maendeleo. Bila amani hata mpango mizuri haiwezi kufanikiwa. Kusimamia kati ya serikali na jamii. Monduli ni wilaya inayohitaji kiongozi mwenye mizani ya haki. Mheshimiwa Gloriana alijifunza kusimamia katikati, akilinda sera ya serikali huku akiheshimu mila na maisha ya wananchi. Katika masuala ya ardhi na rasilimali, alisisitiza sheria lakini hakufunga milango ya mazungumzo. Kwa mara kadhaa amekuwa akihimiza wananchi kushiriki katika maamuzi yanayowahusu. Yani maendeleo hayawezi kuletwa kwa amri, lazima yajengwe kwa ushiriki wa wananchi wenyewe. Kauli hii ilianza kuishi katika vitendo kupitia mikutano ya hadhara, vikao vya viongozi wa kimila na mawasiliano ya wazi kati ya serikali na jamii. Uongozi wa kugusa maisha. Kama DC, Mheshimiwa Gloriana alielekeza nguvu zake nyingi sana katika nguzo kuu 4: amani, uwajibikaji, ushirikiano na maendeleo. Aliwashawishi vijana kuona fursa katika kazi na ujasiriamali, wanawake kushiriki katika shughuli za kiuchumi na viongozi wa ngazi zote kuwajibika kwa wananchi. Katika maudhui yake na kauli zake, falsafa yake ilisikika wazi: kiongozi bora ni yule anayesikiliza zaidi kuliko anayezungumza, alisema Mheshimiwa Gloriana. Na katika Monduli huko, kusikiliza kulikuwa kazi ya kila siku. Zaidi ya cheo, kadri siku zilivyosonga, Mheshimiwa Gloriana hakuonekana tu kama mkuu wa wilaya, bali kama sehemu ya simulizi ya Monduli yenyewe, akitembea kwenye vikao vya wananchi, akisikiliza hoja na wakati mwingine akibeba lawama, lakini bila kuyumba. Safari yake bado inaendelea kuandikwa, si kwa maandishi ya hotuba,
bali kwa athari anazoacha katika mioyo ya wananchi, hisia kwamba serikali iko karibu na kwamba sauti zao zina nafasi. Na hapo ndipo simulizi yake inapopata uzito. Uongozi si cheo unachokalia, bali ni imani unayopewa na unayopaswa kulinda kila siku. Hii ni simulizi ya Mheshimiwa Gloriana, mkuu wa wilaya ya Monduli. Mambo mengi sana ameyafanya alipopita. Vitu gani alivyovifanya? Ameweza kuleta athari chanya, ameweza kuleta mabadiliko makubwa sana huko Monduli, na hii imetufanya tuipitie simulizi yake, ingawa hamna vyanzo vinavyotoa tarehe yake kamili ya kuzaliwa, ni wapi alipokulia, ni wapi aliposoma, lakini hayo yote hayakutufanya tusite kuandika na kusimulia simulizi hii tamu ambayo inamhusu Mheshimiwa Gloriana mchapakazi. Mimi ndo Dr. Alexander Scott Wizi. Hii Siku TV.